despotism, despotism ambayo mpaka leo inaendelea katika kanisa. Kuna watu vitu havitakiwi ili kuidhoofisha kanisa. Ukiangalia katika kile kitabu cha Makabayo, walianza na wale wakubwa kina Eliaza. Kwa hiyo kuna hatari wakati mwingine kudhoofisha kanisa. Watu wanaweza kuanza kudhoofisha wale walio wakubwa. Wanaweza kuanza hapa altareni. Najua wazee baadaye wataniuliza nani hapa ulikuwa unamonyesha. Lakini wanaweza kuanza popote, wanaweza kuanza hapa altareni. Baadaye wakaja huko, ndugu zangu huko, nyinyi huko. Masista sijui nyinyi mtachukua namba ya ngapi, lakini na nyinyi mtafikiwa tu. Waseminaristi nao nyinyi mpo tu. Nao mtaguswa. Wanaanza na wale wakubwa, soft despotism, kudhoofisha. Na wanafanya hiyo makusudi. Mtakatifu Agustino anasema mchungaji dhaifu atamwangusha muumini aliye na nguvu sana. Atashindwa kufanya inayotakiwa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, tusikubali kanisa lidhoofishwe. Tulinde secret, usafi wa kanisa, yale yote tunayopashwa ambayo kuyalinda kama wana hawa 7 wa Makabayo walivyoilinda kanisa. Kwa nafasi labda nikumbushe kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu. Hao wahusika wakipita kwenye nyumba za, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kurubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa baada ya somi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka. Siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako.
Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscious. Lazima conscious iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha wa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi? Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu. Sali juu ya hiyo. Ihoji dhamiri yako na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. La mwisho